yake. Ila hapa naweza nikakutumia message na ukinichezea kama roho wa Mungu, naweza nikakutukana kwa hii simu hapa, ukinichezea hii na kutukana nayo, nikimaliza naingia kwenye Biblia, fungua Warumi 3:7 humu ndani. Kwa hiyo hii Biblia sikatai, lakini sio takatifu. Ni wazo kwamba kila mshiriki awe na Biblia takatifu. Walionielewa wapunge juu. Hizi zingine hizi zipo zinatusaidia, zipo. Hatujazipiga marufuku, lakini bado tunatamani tuwe na Biblia. Na hata hivyo tuseme tu kweli, kama ni wasomaji wazuri, ladha ya hii na ladha ya hii ni tofauti. Mimi hapa mimi hata lesoni iko humu ndani. Lakini nikisoma ile makaratasi, utamu wake ni tofauti na hii hapa. Maana hii hapa unaweza ukaifungua ili uisome. Na msijifanye kwamba mjui. Mimi mwenyewe naangalia. Unashangaa kwamba unapita hapo unasoma tu hapo, ka message tingulu na ka message yako. Utajikaza, lakini akili imeshagawanyika, tutake usitake. Hata tunaanza ngoja kwanza mpaka nimalize ibada, lakini akili imeshagawanyika. Ila wazee ukishika hii hapa, mwanzo mwisho, hamna message, hamna nini, mwanzo mwisho mpaka umalize. Iko sawa sawa? Kwa hiyo tunajikita, kanisa linajikita katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini pia tuweke matumizi sahihi ya vyombo ya habari na mitandao ya kijamii. Sasa hivi kanisa linarudi haya simu zetu tunatamani zitume jumbe za Injili. Sasa hivi tu ile tu ya kupiga picha na kujiposti, sawa, hatukatai. Lakini unapojiposti, sindikiza na ujumbe wa neema ya Kristo. Haleluya. Mstari vile kuangalia sasa hivi ninatumatuma vijitu kwenye message hapo, nafungua page na tumatuma ubiri na watu wanasoma, wanaona. Tunabadilisha, badala ya kutumia hizi simu tu kwa ajili ya kutongozana, message za mapenzi na mambo mabaya, sisi kama Waadventista Sabato tunabadilisha matumizi ya simu kupeleka Injili. Ukiamka asubuhi, peleka status neno la Bwana, peleka Facebook ujumbe wa matumaini, peleka Instagram na pengine pote na vyombo vingine vyote vya habari. Tumia teknolojia kwa ajili ya kuipeleka Injili. Kitabu cha Vijana anasema hivi, njia zote zinazoonekana zitumike kupeleka nuru ya kweli kwa watu. Njia zote. Kama unaweza ukaweka tu picha yako, ukapata watazamaji, viewers zaidi ya 1,000, wa habari gani kama umepeleka habari njema ya wokovu? Hata kama wangeona watu watatu, hawezi wakabaki kama walivyo. Na kingine ni kwamba kupanga majeshi ya Bwana katika utume na kazi yake. Kila Mkristo ni mishonari au angekuwa mishonari. Kwa hiyo kila Mkristo anapaswa kuwa mishonari. Kwa hiyo wito nini sasa kwa ajili ya One Voice 27? Moja, kila muumini kuingia katika kazi ya utume. Namba 2, kila familia kuwa kituo cha Injili, sio kituo cha misumbu wala matusi wala chuki. 3, kila kanisa mahalia, kundi na tawi la shule Sabato kuhamasisha utume. Namba 4, kila idara na vikundi vya uimbaji kushiriki katika utume. Namba 5, vikao vyote vya kanisa kupanga na kutekeleza utume. Namba 6, viongozi wote wa kanisa kuwa mstari wa mbele kwa mpango kwa ajili ya mambo ya utume. Namba 7, mipango na bajeti ya kanisa kuelekezwa mara nyingi na asilimia kubwa katika mambo ya utume. Kwa hiyo anasema mwisho ni kwamba mafanikio ya kanisa yanategemea juhudi za kila mshiriki. Sasa hapa ninakuja kwenu sasa. Kwa hiyo wito wa sauti moja 27 moja, na sasa hapa
Sijui unganisha hapo. Si nikifika hapo hiyo na nini niweze kaunganisha hapo. Kuna moja hapo nataka, kuna sehemu hapo ninasoma mchungaji, tunapenda kwenye kuzindua. Nasoma mchungaji alafu ninyi mtakuwa munapaitikia. Ngoja nipaunge hapo. Alafu naomba niunge kidogo hapo. Hata hapa. Haya sasa. Sasa kuna kanisa moja ndani ya fili yetu, tulivyoweka hii picha wakatota kitambaa wakafunika kwamba usilete kanisani mambo ya Wamasai wenye mashanga. Kwa hiyo wakaenda hiyo picha wakafunika bango linawakera, hawataki kuiona. Nikasema hizi ni tabia za yule kijana mkubwa aliyekaa nyumbani ndevu zimeota mpaka basi. Sasa hii maana yake ni kwamba sauti moja inaenda kwa watu wote. Maana hapo kuna huyo dada yuko hapo ni mwanakwaya, kuna Masai, master guide, kuna kijana, daktari, rubani na wengine wote wanapaswa wafikiwe na Injili. Sasa hapo kwenye mwenyekiti, mimi ndio mwenyekiti wa kikao. Ikifika sehemu ya mkutano mnaitikia. Mwenyekiti nasema mimi. Wito wa sauti moja 27. Wapenda wa Bwana, leo hii tunasema mbele za Mungu wetu kupokea wito wa kuzitangaza habari njema za wokovu kwa watu wote. Haya, naomba sasa mkutano msome. Haleluya. Kristo ametutaka kuwa nuru kwa ulimwengu na mashahidi wake wenye upendo katika jamii yetu. Sasa hayo mwetu msisome tu hapa alafu mkienda hapa muende mkayafanye huko mnakoenda, kwenye biashara yako, sokoni, shambani, kwenye maharage, kwenye mahindi. Hata kama unachoma mahindi kuchoma, mtu akitafuna anatafuna kwa maneno yetu na matendo yetu, tunashuhudia jina lake. Iko sawa sawa? Kwa hiyo yasikome tu hapo kwenye mbao za matangazo. Basi sasa nendeni kwa ujasiri, mkahubiri habari njema kwa kila kiumbe, mkaeleza habari njema za matumaini liomo ndani yenu. Endeni sasa mkaangaze kama wana wa nuru na mashahidi wake wenye upendo katika jamii zetu. Haleluya. Bwana awabariki. Nendeni kabisa mukatangaze Injili. Sauti moja 27. Sauti moja 27. Sasa utume unahitaji nguvu. Kwa hiyo nikisema sauti moja 27, ninyi kwa nguvu zote yote miwili, utume kwa wote. Iko sawa sawa? Sauti moja 27. Sauti moja 27. Sauti moja 27. Bwana awabariki sana. Kwa hiyo sasa tunawaombea kuanzia sasa tutembee katika mpango huu wa kanisa. Kila mmoja amlete mtu mmoja kwa Yesu. Tushikamane, tuungane
sauti moja utume kwa wote. Kwa kusema hivyo, katika mtaa wetu, mtaa gani huu unaitwa? Na mtaa gani? Yes, tumezindua mpango rasmi wa sauti moja utume kwa wote. Bwana awabariki sana. Sasa wale wote tuliobahatika kupata t-shirt, njooni mbele hapa. Wale ambao mjapata msio na wasiwasi, tunawaombea sauti moja kwa wote. Wale wote waliopata kufanyika t-shirt, mazingira kama haya mchungaji anaruhusiwa kuvua koti mbele ya washiriki. Jamani wote wenye t-shirt ya sauti moja